Mheshimiwa Esther Bulaya, nimekuona. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Halmashauri ya mji wa Bunda tunajenga hospitali yetu. Na hii ni mara ya pili naliuliza hili swali humu bungeni. Kuna milioni 800 ilikuja ikamezwa. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, unapajua pale ile hospitali ambayo tunajenga kwenye kata ya Bunda Store. Sasa hivi imestuck. Ni lini mtatuletea pesa tumalize hospitali yetu ya halmashauri ya mji wa Bunda ili wananchi wetu kwenye halmashauri wa mji wa Bunda wapate huduma zinazostahili? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali ipeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, na ni kweli kwamba Mheshimiwa Esther Bulaya amefuatilia mara kadhaa kwamba tupeleke fedha ile, na hasa ile milioni 800 ambayo ilirejeshwa kwa mujibu wa sheria ya budget ya mwaka 2015 baada ya kuvuka 30 Juni katika mwaka wa fedha. Na hili ni kuhakikisha tu kwamba fedha ile ambayo ilirejeshwa serikalini tumeitenga tena kwenye budget ya mwaka wa fedha 25-26. Lakini pia tumeongeza fedha kwa sababu tunafahamu milioni 800 haitatosha kukamilisha yale majengo. Kwa naomba niwahakikishie tu Mheshimiwa Bulaya kwamba tunajua umuhimu wa kukamilisha hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, na ndio maana fedha zilipelekwa na tumetenga kwenye mwaka ujao wa fedha. Ni kuhakikishie wewe na wananchi wa jimbo la Bunda mjini kwamba serikali sikivu itahakikisha inapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha hospitali ya halmashauri ya mji. Mheshimiwa Charles Kajege, nilikuona. Nakushukuru Mwenyekiti. Wakati wa ziara ya Waziri Mkuu katika jimbo la Mwibara mwaka juzi, alielekeza kuwa kituo cha afya kijengwe Bulamba. Je, ni lini kituo hicho kitajengwa? Majibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, viko vituo vya afya ambavyo ni ahadi za viongozi wakuu wa kitaifa, na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI katika mipango yetu tunaweka kipaumbele cha hali ya juu katika maeneo hayo, ikiwemo katika kata hiyo ya Bulambo ambayo ipo katika jimbo la Mwibara. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa Kajege kwamba utekelezaji tayari tumeanza kwa kuingiza kwenye orodha ya vituo vya afya vya kimkakati, na tuhakikisha kwamba fedha inapelekwa kwa ajili ya kujenga kituo hicho cha afya. Mheshimiwa Bunge, tunaendelea na swali la Mheshimiwa Suleiman Jumanne Zedi, mbunge wa Bukene. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Suleiman Zedi anataka kufahamu lini serikali itamaliza tatizo la upungufu wa watumishi wa kada ya afya Bukene. Mwenyekiti, serikali imeendelea kutoa vibali vya ajira kila mwaka, ambapo kuanzia mwaka wa fedha 2020-21 hadi 24-25 jumla ya watumishi wa kada ya afya 34,720 wameajiriwa na kupangiwa vituo kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-21 hadi 24-25 halmashauri ya wilaya ya Nzega imepangiwa jumla ya watumishi 111 ambao wamepangwa katika hospitali ya wilaya, vituo vya afya na zahanati. Kati ya hao jimbo la Bukene limepelekewa jumla ya watumishi 59. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuajiri watumishi wa sekta ya afya kwa awamu na kuwapanga katika maeneo yenye upungufu wa wataalamu hao, ikiwemo katika halmashauri ya wilaya ya Nzega. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno BIMAPAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BIMAPAP, urahisi wa maisha.